Mimi tarehe 29 kipindi cha Oktoba 29 mimi nataka kitu ambacho kimetokea siku ya maandamano. Kwa kweli siku ambayo kwangu ilikuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu kwangu mimi amani ilikuwa hamna. Muona maisha yalikuwa magumu, kula ilikuwa shida, sehemu ya kulala ilikuwa shida. Ukiangalia mwenye maisha nayoishi tunalala nje, muona changamoto zilikuwa ni nyingi. Kuna wenzetu walifariki, wengine walivunjika miguu, muona. Kwa mimi maisha katika changamoto ambazo nilipitia mimi kama mimi hiyo siku ya Oktoba tarehe 29. Changamoto ya kwanza, changamoto kubwa ni sehemu ya kulala. Umeona sehemu ya kulala ndio kwa changamoto, kwa tunalala mapolini kama hivyo unavyoona. Umeona hapa tunapolala sasa hivi kidogo at least na nikasema, lakini tofauti na kile kipindi cha maandamano hata barabarani nilikuwa siendi. Umeona hata useme nikatafuta chakula ilikuwa changamoto. Ikafikaje mpaka tukachinja mbwa tukala. Nilichosikia kuhusu tarehe 7 nilikuwa na shauri vijana wenzangu ambao tunaishi katika mazingira magumu, kwa sababu sisi vijana ambao tunaishi katika mazingira magumu ni watu ambao tunatumika vibaya sana na watu. Sisi ni watu ambao tunatumika sana vibaya. Kwa hiyo nilikuwa naomba kutoa ushauri kwa vijana wenzangu, mtu yoyote asije akakushauri kujiingiza kwenye uvunjifu wa amani ya nchi yetu. Kwa hiyo nilikuwa naomba vijana wenzangu tusikubali kushawishika hata kidogo. Mtu akija asije akakushawishi kwa hela yeye kwa nini, tusije tukaingia kwenye hilo, tusije tukaingize kwenye hao makundi, kwa sababu matatizo ni mengi. Tukajisababishia vifo, umeona, ulemavu, umeona, kwenda jela, umeona, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa naomba vijana wenzangu, Watanzania wenzangu kama mimi, usijihusishe na hayo mambo. Amani ndio kila kitu. Amani ndio msingi bora wa maisha ya kila Mtanzania. Kwa hiyo mimi kama kijana wa mtaani napenda kuhamasisha vijana wenzangu msirudie tena kutokea, hata mtu yote aje kuwashauri. Maana kwa jinsi wanavyosema tarehe 7 mwezi wa 7 watarudia tena vurugu zao. Naomba vijana wenzangu msirudie tena, hata mtu aje kuwashauri hata kama ana kiasi gani, msirudie kufanya tena huo uhalifu. Bora mtulie majumbani mwenu, fanye mambo yenu, tumsijihusishe katika mambo yoyote. Kuna swala kubwa ambalo linatokea kipindi yanapotokea machafuko, waathirika wakubwa ni wale watu ambao wanaishi katika mazingira magumu, kwa sababu hawana pa kwenda, hawana pa kukimbilia. Kwa sababu nimeyaona ilipofika ile ilikuwa Oktoba 29. Oktoba 29 ilikuwa ni hatari sana kwa watu ambao walikuwa wanaishi katika mazingira magumu. Walishindwa pa kwenda, wapi pa kukimbilia, na pia watu waliweza kutaka kuwatumia kama ni chanzo cha kuona waanzishe vurugu, kwa sababu ni vyepesi kuwatumia watu wanaishi katika mazingira magumu ili waweze kufanya kuhamasisha vurugu hapa na pale. Lakini mbaya zaidi inakuja kuwa pale panapochafuka machafuko zaidi, hawana pa kukimbilia, hawana pa kuishi. Yes, kwa sababu pale kuna watu walishakimbia hadi mapolini kipindi hicho cha tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo ni hali ni mbaya sana. Sasa mimi kama mimi napenda kuwashauri ndugu zangu wote tunaoishi katika mazingira magumu, hebu tujiepushe na hivi vishawishi, tusikodiwe, tusihamasishwe wala tusifanye nini, kwa sababu linapotokea tatizo kubwa sisi ndio wasirika wakubwa. Sisi hatuna pa kwenda, tutakula wapi, tutaishije?